Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU katika hospitali ya Mulago mjini Kampala baada ya kuanguka ghafla alipokuwa akihudhuria kesi yake mahakamani. Hii ni TriGen Media, nami ni James Kanyika. Tuambatane. Kwa mujibu wa familia yake na vyanzo vya hospitali, hali yake ni mbaya, akiwa amepoteza fahamu, hawezi kuzungumza na hata mwitikio wake kwa maumivu umekuwa hafifu, jambo lililozua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wafuasi wake na jumuiya ya kimataifa. Besigye mwenye umri wa miaka 70 amekuwa rumande akishtakiwa kwa kosa la uhaini. Serikali ya Uganda inadai kuwa alihusika katika njama za kutaka kuiondoa madarakani serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa njia zisizo za kikatiba. Mamlaka zinaeleza kuwa uchunguzi wake unahusisha madai ya kupanga shughuli zinazotishia usalama wa taifa, madai ambayo Besigye na mawakili wake wamekuwa wakiyakanusha vikali. Kesi hiyo ilianza kupata uzito zaidi baada ya Besigye kutoweka nchini Kenya mwaka wa 2024 katika mazingira yenye utata, kabla ya kuibuka tena nchini Uganda akiwa mikononi mwa vyombo vya usalama. Awali alifikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi, hatua iliyokosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu, kabla ya baadaye shauri lake kuhamishwa katika mahakama ya kiraia kufuatia maamuzi ya kisheria yaliyopinga raia kushtakiwa katika mahakama za kijeshi. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake hivi karibuni, Besigye alikataa kuwakubali mawakili aliyopangiwa na serikali, akisisitiza kuwa anataka kutetewa na mawakili aliyowachagua mwenyewe. Hata hivyo, mmoja wa mawakili wake, Erias Lukwago, alikamatwa na kushtakiwa kwa kushindwa kuripoti madai ya uhaini, huku wakili mwingine, Martha Karua wa Kenya, akizuiwa kuingia Uganda ili kumwakilisha. Baada ya kuanguka mahakamani, Besigye alikimbizwa hospitali ya Mulago ambako madaktari walimlaza ICU. Mke wake Winnie Byanyima, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, amesema hali yake ni ya hatari na ameendelea kuituhumu serikali kwa kumshikilia katika mazingira yasiyo ya kibinadamu, akidai kuwa afya yake imezorota kutokana na mazingira ya kifungo. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa Besigye kulazwa hospitalini tangu akamatwe. Tayari amewahi kulazwa mara kadhaa, ikiwemo baada ya mgomo wa kula mwaka 2025 uliolenga kupinga namna anavyoshikiliwa. Familia yake pia imekuwa ikidai kuwa afya yake imekuwa ikidhoofika, huku ikitaka apewe matibabu ya uhuru na haki ya kusikilizwa kwa kesi yake bila vikwazo vyovyote. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa kupitia kamishna mkuu wa haki za binadamu Volker Turk umeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Uganda. UN imesema kumekuwa na ongezeko la ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani, wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari na asasi za kiraia, hali inayodhoofisha utawala wa sheria na kupunguza nafasi ya wananchi kutoa maoni yao kwa uhuru. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, tangu Rais Yoweri Museveni achaguliwe tena kwa muhula mwingine, kumekuwa na visa vya kutoweka kwa watu, mateso, ukamataji holela na vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanaoonekana kuikosoa serikali. Aidha, baadhi ya vyombo vya habari na mashirika ya kiraia yamesimamishwa shughuli zake au kuwekwa chini ya uangalizi mkali wa mamlaka. Serikali ya Uganda kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa dhidi ya Besigye na washirika wake zinafuata sheria za nchi na zinalenga kulinda usalama wa taifa dhidi ya vitisho vya ndani. Hata hivyo, wapinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu wanaamini kuwa mashtaka hayo yana msukumo wa kisiasa na yanalenga kudhoofisha sauti ya upinzani kuelekea uchaguzi ujao. Hali ya Besigye sasa imeifanya kesi yake kuwa kitovu cha mjadala ndani na nje ya Uganda, huku wadau mbalimbali wakitaka apewe matibabu ya haraka na haki ya kupata mwenendo wa kesi ulio huru na wa haki. Wengi wanaamini kuwa namna serikali itakavyoshughulikia afya yake na mwenendo wa kesi hiyo itaendelea kuangaliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa pamoja na wananchi wa Uganda. Na kwa kufikia hapa niweke nukta. Hii ni TriGen Media. Hakikisha tu una subscribe, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kuendelea kuzipata habari zetu pindi tu tunapoziweka hapa. Asante na kwaheri.